Karibu Barwan katika matangazo yetu ya moja kwa moja na upo mubashara ujue. Asanteni sana. Sawa. Naam, huu sasa tunauona kama ni mvutano ama unaingia kama kwenye mgogoro hivi. Kwa nini imekuwa hivi na chanzo chake hasa ni nini? Madege, ni kweli yote mawili ni sawasawa, mvutano, mgogoro, ndio hayo kwamba kilichotokea ni kwamba Edgar Lungu akiwa rais wa Zambia aliingia urais mwaka 2015 mpaka 2021, na alivyokuwa mamlakani alikuwa na mivutano sana na mpinzani wake wa karibu kabisa ambaye ni rais wa sasa hivi Hakainde Hichilema. Huyu ni tajiri mkubwa Hichilema, mfanya biashara na tajiri. Kwa hiyo walikuwa wanavutana kwenye siasa hata kabla Lungu hajawa rais, kwa sababu Edgar Lungu alikuwa waziri mara kadhaa, alikuwa waziri wa sheria, akawa waziri wa ulinzi wakati huo kwenye chini ya serikali ya marehemu mzee Michael Sata ambaye alifariki mamlakani huyu mzee mwaka 2014, ilikuwa mwezi Oktoba nafikiri. Sasa alipofariki akawekwa makamu wake wa rais ambaye alikuwa ni yule Giscott, ni mzungu lakini ni Mzambia, ambaye alikuwa makamu wa rais. Kwa hivyo kwa yeye makamu wa rais akakaimu ile nafasi kwa muda mfupi ili kuitisha uchaguzi wa katiba ya Zambia. Iko tofauti kidogo na kwetu, kwa hiyo utaweza ukanishangaa kidogo nitakachokisema. Uliitishwa wakati amekaimu hiyo nafasi ni kwa muda maalum, muda mfupi tu, ili aitishe uchaguzi wa mtu atakayekamilisha uongozi uliokuwa umesalia wa Michael Sata. Kwa hiyo chama chao kikampendekeza Edgar Lungu kugombea hiyo nafasi ya kugombea huo urais kumalizia ule muda. Kwa hiyo alivyogombea na yeye upinzani huko akagombea Hakainde Hichilema, akamshinda kwa kura chache sana, chini ya 100,000. Kwa hiyo upinzani wao ulianzia mwezi Januari, uchaguzi ulifanyika, utaitwa uchaguzi maalum ule wa kuziba ile nafasi. Halafu mwaka 2016 Agosti kukawa sasa na uchaguzi mkuu ambao ungekuwepo hata kama Michael Sata angekuwa hai. Sasa kwenye uchaguzi huu pia Lungu akaamua kugombea tena, na huyo Hakainde Hichilema pia akagombea. Hapo pia Hichilema akashindwa, akaenda mahakamani, mahakama ikathibitisha kwamba Lungu alishinda kihalali. Kwa hiyo upinzani wao ukazidi kuongezeka. Wakati huo sasa Hakainde Hichilema hakukubali ule uongozi wa Lungu, akawa anampiga madongo pengine hapa na pale kwenye siasa za upinzani kama unavyofahamu, majukwani na vitu kama hivyo. Sasa wafuasi na serikali ya Lungu ikawa inamsakama, kwa mujibu wa maelezo wanasema inamsakama, inamfatafata, mara akakamatwa akafanywa hivi. Kwa hakika aliwahi kukamatwa na serikali ya Lungu mara 15, anatupwa ndani na vipigo mara nyingine. Kwa hiyo ilipofika wakati wa uchaguzi mkuu sasa mwaka 2021, Lungu akigombea kwa mara nyingine, ikaonekana kwamba Lungu hutakiwi kugombea kwa sababu umeshakaa vipindi viwili. Akasema mimi nikaa kipindi kimoja na robo kwa sababu ule mwaka mmoja ulikuwa kuziba nafasi na vitu kama hivyo, lakini mwisho wa yote aligombea na akashindwa na huyu Hakainde Hichilema. Sasa Hichilema alivyoshinda, Lungu alikiri hadharani kwamba mimi nimeshindwa, hongera sana brother, endelea na mambo yako. Yule bwana akaingia na hakutaka kulipa kisasi chochote, maisha yakaendelea. Lakini baadaye na akasema amestaafu siasa Lungu. Lakini ajabu na kweli, ilipofika mwezi Agosti mwaka 2023, Lungu akatangaza kurejea kwenye siasa na akagombea uongozi kwenye chama chake. Hapo sasa ndipo serikali ikasema, kama umeamua kurudi tena kwenye siasa, tunakuvua hadhi zote tulizokuwa tumekupa. Kwa hiyo akanyang'anywa tunasema nini, zile haki zake zote. Akavuliwa kwanza kinga kama rais, akavuliwa kinga ile, halafu na akanyang'anywa ulinzi, akanyang'anywa nyumba, magari matatu yaliokuwa na hadhi ya rais, bima ya afya na mazishi na mambo mengine ambayo ni haki yake kama mafao ya rais mstaafu. Akaambiwa, kwa kuwa wewe umeamua kurudi kwenye siasa, hujataka kustaafu, maana hivi itabidi tukunyang'anye uendelee na siasa zako, unahesabiwa kama kiongozi wa kawaida. Hapo sasa chuki yao ikaongezeka na kuwa kubwa zaidi, kwamba ananiwinda, anataka kuniua, mara huyu anasema hivi mara lile. Kwa hiyo ikafika mahala hali imekuwa mbaya sana, na mafao mwaka 2024 mwezi Agosti yakafutwa. Sasa Lungu akawa raia wa kawaida. Kutoka hapo waliendelea kuwa na visirani. Kwa hiyo Lungu aliacha maelekezo wakati anaumwa
amekuwa mgonjwa hata wakati anaanza urais alikuwa na shida na moyo. Alivyokuwa ameanza kupata matibabu seriously kabisa kule Afrika Kusini Pretoria, alikuwa anatibiwa kwenye hospitali moja inaitwa Mediclinic Medforum pale Pretoria. Akawaambia familia yake na ndugu wa karibu wote kwamba mimi ikitokea nimefariki, naomba mwili wangu maiti yangu isihudhuriwe wala isiagwe kitaifa, ambapo Rais Hichilema atakuwepo, wala serikali yake isihusike chochote na mazishi yake. Kwa hiyo hapo ndio palipoanzia hili ambalo ulikuwa unaniuliza, kwa nini kuna huu mvutano. Mvutano ni kwa sababu serikali inasema rais mstaafu amefariki, lazima azikwe kitaifa, mazishi yake yasimamiwe na serikali, na familia inasema nyinyi mlikwisha mvua kinga, mnamzikaje mtu ambaye hana kinga? Kwa nini nataka kumpa mazishi ya kitaifa wakati mlimvua zile kinga zote? Kwa hapo ndio kuna mvutano. Kesi iko mahakamani kule Afrika Kusini, ilifunguliwa ili kupinga kusafirishwa mwili, na serikali inasema lazima aletwe. Lakini mahakama kuu ya Pretoria pale Afrika Kusini ikaamuru kwamba, na ndio hukumu iliyotoka mara ya mwisho hivi karibuni, kwamba huyu familia haina haki mbele ya jambo la Lungu ambaye ni rais mstaafu. Huyu serikali ina mamlaka zaidi kuliko nguvu iliyonayo familia. Kwa hiyo imeamriwa kama lazima arudishwe, lakini familia imesema huyu kule hatarudi na wala hatutokabidhi mwili kwa serikali. Kwa hiyo mvutano umesimama hapo. Kwa kawaida tunavyofahamu, hata utamaduni wa Kiafrika ni kuheshimu maneno ya mwisho ya marehemu. Sasa kulikuwa na hayo maelekezo yaliyotolewa, lakini tunaona sasa kumekuwa na hizo kesi mahakamani, maamuzi yametolewa na vitu kama hivyo. Unafikiri ni kwa nini bado familia imeendelea kushikilia msimamo ule ule, lakini ikiendelea kukinzana na serikali na uamuzi wake pia? Ni chuki tu, kwamba familia ina chuki na hiyo serikali na Hakainde binafsi, na kwa hakika sioni kama watakubali. Na wao walikwisha pata wanalalia pale kusema kuna maelekezo rasmi ya marehemu, na hiyo hata ingekuwa kwenye familia yako nafikiri ungebaki hapo pia, kwamba mwenyewe alisema mwili wake usiagwe na Hakainde Hichilema na serikali yake isishiriki. Kwa hiyo wamesimamia kwenye hilo tu, lakini serikali inasema hapana, mamlaka ya kiongozi mstaafu wa level ya rais kama huyo Edgar Chagwa Lungu lazima azikwe kitaifa, na wamepanga kabisa na mahala pa kwenda kumzika embassy, kwenye makaburi ya ile eneo la embassy ambako wanazika viongozi wa eneo la viongozi wa kitaifa ama wa kiserikali ambao wanafanywa maziko maeneo yale. Kwa hiyo mvutano huu ni mkubwa sana. Labda kama ungekuwa umeniuliza kwamba unaonaje suluhu na vitu vingine, ningesema pengine viongozi wakubwa sasa wa kidunia, wa Afrika, wa kanda, wa SADC ama wa Afrika yenyewe AU wangeweza kuwasaidia ushauri, kuwaweka pamoja, wazungumze nao familia pamoja na serikali ili wafikie mwafaka mmoja. Vinginevyo sioni wao wakielewana, kwa sababu mbaya nyingine ambayo wanayo Zambia ni kwamba Zambia haina rais hata mmoja ambaye amesalia kuwa hai hapa duniani. Wote sasa hivi Zambia ina marais 7 kwa maana kuanzia alikuwepo yani wakati wa uhuru mzee Kenneth Kaunda ambaye aliingia mamlakani 64 mpaka 91 alishafariki, miaka imepita. Frederick Chiluba aliingia mwaka 91 akakaa mpaka 2001 naye alishafariki. Levi Mwanawasa alifia mamlakani kabisa, na Zambia walipoteza marais wawili wakiwa mamlakani. Levi Mwanawasa alifariki Ufaransa baada ya kuugua ghafla wakiwa kwenye mkutano wa AU kule Sharm el Sheikh, Misri mwaka 2008, akakimbizwa Paris Ufaransa kwenye matibabu akafariki. Alafu akaingia Rupia Banda ambaye yeye aliingia kuziba nafasi kumalizia muda wa mwisho wa Levi Mwanawasa. Tulivyoisha tuko miaka miwili ile mitatu akagombea akashindwa na Michael Sata ambaye naye alivyoingia akafia mamlakani tena. Kwa hiyo akaingia Edgar Lungu ambaye ndio alikuwa amesalia, naye pia amefariki mwaka jana mwezi Juni, ilikuwa tarehe 5 nakumbuka. Kwa hiyo mwili wake haujazikwa mpaka leo, ndio hivyo wanavutana. Na sasa rais aliyoko mamlakani na rais pekee ambaye amewahi kuwa rais, mtu ambaye amewahi kuwa rais na yupo hai ni huyo Hakainde Hichilema. Kwa hiyo utaona kwamba hakuna mtu ambaye unaweza kusema ni kiongozi mkubwa
taifa ama wananchi kwa wao wanamheshimu sana, anaweza akasema awaite viongozi wa serikali, akainde na serikali yake pengine, ama watu wachache na familia ya Edgar Lungu wawaite wazungumze nao, na hasa mkewe Esther Lungu ambaye tunapozungumza sasa, huyu mama ana kesi amefunguliwa na serikali ya Hakainde Hichilema. Lakini pia mwanae Tasila Lungu, huyu ni mbunge, alishinda ubunge mwaka 2021, lakini alisha achana nao ubunge Chawama kule kwao, ambako baba yake aliwahi kuwa mbunge wa jimbo hilo. Chawama huko ndio kwao. Alikuwa na kesi. Mwanae wa kiume Daliso Lungu pia ana kesi ya utakatishaji wa fedha na mambo ya rushwa. Kwa hiyo watu watatu kwenye familia hiyo wana kesi mahakamani huko Zambia. Kwa hiyo hawa wote wana visirani ama hawako vizuri. Sasa pengine mtu ambaye alikuwa mwangalizi wa uchaguzi wakati wa uchaguzi huo wa 2021 ambao Lungu alishindwa na akakiri, na ukweli ni kwamba aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga marehemu ndiye aliyekuwa msimamizi wa uchaguzi ule wa mwaka 2021 ambao Lungu alishindwa, na ndiye aliyemshawishi Lungu kukubali matokeo ili mambo yaende sawa. Maana vinginevyo kulikuwa kumeanza kutokea vurugu ambayo ingeweza kuchafua kabisa hali ya hewa pale Zambia. Kwa hiyo angalau angekuwa hai, pengine ni mtu ambaye familia ya Lungu ilimheshimu sana, wangeweza kumsikiliza, lakini hayupo. Nafikiri hilo ndio lingeweza kuwa suluhu, lakini vinginevyo sioni watafikia vipi mwafaka wa pamoja. Kwa hivyo watu ambao wanafuatilia tutarajie nini, kwamba huu mvutano mwisho wa yote utakuwa ni nini, kwamba mazishi yatafanyika lini na maziko yenyewe? Manake miezi inasonga, miezi 8, tutafika mwaka sasa na kuendelea. Hatima yake ni nini? Ndio hiyo nimesema, lazima patafute suluhu ya kuwakutanisha familia na serikali ili wafikie mwafaka, kwa sababu mwili umeshikiliwa, upo hospitali, umeshikiliwa ukiwa chini ya ulinzi ili familia isije kautorosha na kwenda kuuzika. Na pia serikali ya Afrika ya Zambia wasije kauchukua mwili, familia nayo inaulinda mwili huo, kila mmoja anauangalia. Kwa hiyo nafikiri lazima kupatikane suluhu ambayo inabidi kufanyike mazungumzo ya viongozi wenye kuheshimika sana na familia na serikali. Vinginevyo bado hali haitakuwa sawa sana. Naam, Kamarada, unadhani sasa imefika wakati labda kwa nchi zetu za Afrika, kwa sababu ndio inaonekana kama kuna migogoro hivi watu wanapokuwa wamefariki, ifike mahali kwamba familia ipewe tu hadhi kwamba haya, chukueni mwili wa ndugu yenu mkauzike, kwa sababu haya yametokea pia kule Angola. Dos Santos wakati ule alipofia Hispania, kukatokea mvutano huu, binti yake akasema huyu lazima azikwe huku, lakini kuna wengine wanasema lazima, na serikali inasema lazima arejeshwe azikwe nyumbani, lakini familia ilishinda. Halikadhalika kwa Mugabe hivyo aliandaliwa maziko ya kitaifa, lakini baadaye alikwenda kuzikwa kijijini tena bila hata ya uwakilishi kutoka serikalini. Hudhani kwamba sasa limefika wakati basi familia ziachiwe tu zikazike? Unajua Madege, tukubaliane kwamba kuna levels ama kuna viwango vya mtu kuishi hapa duniani. Kuna nafasi ukipanda unakuwa wewe si tena wa familia peke yake, unakuwa wewe ni wa jamii, ni wa taifa, ni wa eneo unaloishi. Kwa hiyo wale watu wanakuwa na mamlaka nawe hivi. Unaona, tunaposema kwamba mtu usiyejulikana kabisa unaweza kusimama ukaamua kujisaidia tu kwenye kichaka barabarani ukafanya, na mtu asijali, wakakuona wasema yule jamaa vipi, wakakuacha kama ulivyo, na isiwe story. Mtu anaweza kufika nyumbani kwake hata asisimulie chochote, lakini wewe ambaye watu wanakufahamu Madege pale nyumbani kwako bila kupataja jina unapoishi, watu wakakuona wanafanya kitendo kama hicho, hiyo itakuwa taarifa ya eneo zima la pale unapoishi. Tulimuona baba fulani kafanya hiki na kile. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi mkubwa zinawekwa sheria. Haya ni mambo ya kisheria, sio mambo ni maamuzi tu. Ni masuala ya kisheria. Utakumbuka mwaka 2019 hivi, Rais Magufuli, nilikuwa ni wakati wa maziko ya Mzee Mkapa nafikiri, mwaka 2020 alizungumza marehemu Rais Magufuli, akazungumza kwamba unajua ya mambo ya kuzikwa, kila mtu anatamani azikwe, tuweke sehemu maalum ya kuzika viongozi wa kitaifa wawe Dodoma ama Dar es Salaam,
alafu lakini kuna watu wanaacha wanasema mimi nikifa mkanizike nyumbani kwangu, kama mzee Mkapa alienda kuzikwa kijijini kwake Lupaso, na yeye akasema hata mimi bwana nitakwenda kuzikwa kwetu, na kweli alipofariki akaenda kuzikwa kwao, na kila aliyefariki amezikwa nyumbani kwao. Mzee Nyerere, Mwalimu Nyerere amezikwa Butiama, akaja mzee Mwinyi tumemzika Zanzibar mwezi wa pili mwaka uliopita, amefariki tena ni miaka miwili katika mzee Mwinyi, alafu amefariki tena Mkapa akazikwa Lupaso. Unaona, viongozi wakubwa waliotangulia wamezikwa, kila mmoja amezikwa nyumbani kwake. Kwa hiyo ni kuna kaugumu hivi. Hiyo ni mfano hapa kwetu tu, na maeneo mengine ya kwetu haina shida sana ya azikwe wapi, haina tatizo. Ya wenzetu hao wa hizo nchi, unaona kwamba ni mtu ana familia inachachamani kwa sababu ya maelewano mabovu baina ya nchi ya kiongozi aliyoko mamlakani na yule aliyetangulia ahera. Kwa hiyo unaona wazi kwamba kuna shida ambayo inataka utaratibu ule unabaki unasimama, na ndio una nguvu kwamba sheria ya nchi inasema viongozi watazikwa mahala fulani na kitaifa lazima ile hatua ya kuzikwa, mizinga ipigwe, sijui utembezi uwekwe kwenye jeneza lifunikwe bendera ya nchi na vitu kama hivyo, na wananchi wapate fursa ya kusema kwa heri kiongozi wetu. Hayo mambo lazima yachukue nafasi yake, isipokuwa kwa kiongozi ambaye aliondoshwa mamlakani, pengine alivuliwa ile hali ya urais wake uliondolewa kwa wananchi wenyewe waliridhia. Kwa mfano, nikupe mfano, kiongozi ambaye ameondoshwa mamlakani na serikali ambayo labda kwa mapinduzi, huyu akifa unadhani watakuja kumfanyia maziko ya namna hiyo? Wale wanapinduana, kina Mohamed Bazoum ameondolewa mamlakani na Abdurrahman Chiani pale Niger. Siku akifa Bazoum nafikiri Chiani atasema muitisho wa mzike yule kitaifa, haitotokea. Lakini mtu ambaye alikaa mamlakani akagombea urais akashindwa kwa kura, akakubali na akakaa pembeni, hata kama itatokea itilafu, bado huyu ni kiongozi wa kitaifa, ana hadhi yake. Japokuwa kwa Zambia haya mambo ya kurevoke zile hadhi za viongozi, yani kuzifuta zile hadhi za viongozi, sio jambo geni. Ilitokea hata wakati wa Frederick Chiluba mwaka 2002, alivuliwa haki zote na mahakama na akafunguliwa kesi na bunge liliondoa ile kinga. Lakini mwaka 2013 ilimfanyia hivyo pia Rupia Banda. Kwa hiyo ilikuwa ni vitu ambavyo Zambia ni nchi ambayo vitu vya namna hii, mivutano na migogoro ya kiongozi aliyoko mamlakani na aliyemaliza muda wake kwa maana ya kustaafu, ni vitu vimekuwa vya kawaida na havina shida yoyote. Kwa hiyo kwa kusema hayo ni wazi kwamba suluhu ni katiba imeshasema, ni familia tu. Mimi binafsi ungeniambia, ningesema familia hata kama wamekerwa hivyo namna gani, wana uchaguzi mbili tu, ama kukubaliana na utaratibu wa kawaida wa katiba ya nchi inasema viongozi waziko kitaifa, ama wabaki na uamuzi huo wa kusema kwamba tunafuata maelezo ya marehemu ambayo yana nguvu yake kwa kweli. Kwa sisi wa Afrika unaweza kusema kwamba asije mkamlazimisha jambo ukasikia anainuka kwenye jeneza. Sawa, tunakushukuru kwa maelezo hayo. Bila shaka sasa wale waliokuwa hawaelewi vizuri mvutano huu hasa chanzo chake ni nini, bila shaka sasa wameelewa barabara. Asante sana Kamarada Barwani. Asante na washukuru sana. FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.